fungua moyo wako, onesha ile hali. Biblia inasema kama Mungu alivyokuwa mtakatifu, na sisi tunapaswa kuwa nini? Watakatifu. Utakatifu sio kutembea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu sio namna tunajitahidi kuvaa. Unaweza ukavaa vizuri ukajifunika mpaka chini ya magoti, lakini ukawa ni mzinzi, ukawa ni mgomvi, ukawa una matusi, ukawa ni mchoyo, mchonganishi, mshirikina ndani yako, wakati umejifunika mwili mzima mpaka kwenye macho. Utakatifu sio namna tunavyokaa, namna tunavyosalimia. Utakatifu maana yake ni kutengwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya Mungu. Kama Mungu alivyo mtakatifu, kama Mungu alivyotengwa na uumbaji, na sisi tunapaswa kutengwa na Mungu kwa ajili ya uumbaji. Mtu aliyotengwa hazungumzi katika maamuzi yake mwenyewe, haendi katika maamuzi yake mwenyewe, hafanyi katika maamuzi yake mwenyewe. Mtu aliyotengwa ni mtu ambaye amekuwa ni mtumwa katika Kristo Yesu. Yesu Kristo amesema, jifungeni nira yangu. Nira yangu ni nyepesi, haiumizi. Nira ni ile ambayo inafungwa wanyama, ile kama inafungwa wanyama, wanavutwa wanaanza kwenda hivi. Nira ya shetani ibilisi inafananishwa na nira ya kufunga wanyama, kwa sababu ile kamba inafungwa wanyama, ile nira ile, wakivutwa hivi wanaumia, ndio maana wanapiga, wanaenda kwa kulazimishwa, kwa sababu wanavutwa. Hatupasi kwenda kama vile shetani ibilisi anavyosema. Tunapaswa kwenda kwa nia nyepesi, rahisi, sio umiza. Nia ya Kristo ni maarifa, ni kweli ya Mungu. Tunapaswa kuiruhusu ituongoze. Mfalme Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi, kweli yako, neno lako ni taa ya miguu yangu, inanifanya niweze kuona kule ninapoenda, ni taa ya miguu yangu. Atutembei kwa kuona. We are not moved by sight. Sio haya macho ndio yanatupeleka katika hatima yetu. Tunaenenda kwa imani, na imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia maelekezo kutoka kwa Mungu. Ukiangalia mfalme Daudi na wafalme mbalimbali, mara zote walipokuwa wakitaka kuuliza, mfalme Daudi alikuwa anauliza kabisa, je, niende kupigana nao? Mungu anaambia nenda. Akisharuhusiwa anaambia, je, nikienda utaweka mikononi mwangu? Anaambia nenda, nitaweka mikononi mwako, utashinda. Ndio anaenda. Wakati ambapo alipoenda pasipo Mungu kumpa go ahead, mara nyingi walipigwa na kurudishwa nyuma na kuuawa. Mfalme Sauli alipoamini kwamba yeye ndiye kuwa ni rais mfalme, na alipoanza kuitegemea akili ya Mungu na kuacha kumtegemea maelekezo na mwongozo wa Mungu, mfalme Sauli, Mungu alichukizwa naye. Alianza kutumia akili yake, akaacha kutumia akili ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani asubuhi leo, kitu ambacho ni mtaji kwa mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo. Mtaji mkubwa tulionao ni kuisikia sauti ya Mungu. Kama moyo wako hauisikii sauti ya Mungu, yani haupati ndoto za usiku wala mchana, haupati maono yaliyofungwa wala maono yaliyo wazi, kama ndani yako hauna picha yote unayoiona, hauna maelekezo yote ile, kwa lugha rahisi, katika ulimwengu wa roho, ni mlokole, ni mtu aliyekufa, ni mtu mfu. Anatembea lakini hasikii, anatembea lakini haoni. Mwana wa Mungu ategemee haya macho kwenda katika hatima yake. Anategemea macho ya ndani kuona kesho yake. Mwana wa Mungu ategemea ya masikio kupata taarifa. Ndio maana taarifa za mazingira au taarifa za watu waliokuzunguka zinaweza kuambia hili jambo hauwezi, hili jambo hautafanikiwa. Taarifa za nani? Za hekima za kibinadamu na mazingira. Ila katikati ya bahari ya Shamu iliyoko mbele yako, wana wa Israeli wanaenda wanasema, bahari ya Shamu ile pale, Musa ungetuacha kule Misri, tuendelee kula tu kule matikiti maji. Mungu anawaambia waambie, kilichowapeleka mbele sio kwamba eti walikuwa na namna ya kisayansi au ya kitaalamu ya kugawa ile bahari. Kilichowafanya wao waweze kuvuka pale ni utii wa sauti ya Mungu walioisikia. Waambie hao watu wasonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtaji wa sisi kutokukwama, nisikize vizuri, namalizia hapo. Mtaji wa wewe na mimi kutokukwama kwenye jambo lolote hili hapa chini ya jua ni kuisikia sauti ya Mungu na kuitii. Andika itakusaidia.
yoyote anayesikia sauti ya Mungu, Zaburi 139 inazungumza kwamba Mungu alitujua kabla hata tujaumbwa tumboni mwa mama zetu. Mungu alitujua, na Mungu aliandaa ratiba ya maisha yetu kabla hata siku zetu hazijafika. Neno la Mungu nasema Mungu anautangaza mwisho kabla ya nini? Ya mwanzo. Mungu sio reactive kwamba subiri kesho masaa fulani yafike jambo litokee ndio react kana kwamba linamsurprise alikuwa ajui. Hapana. Mungu wa react. Mungu ni proactive. Anautangaza mwisho. Anaandaa kesho ya mtu kabla ya leo haijafika. Kama unaenenda kwa kuisikia sauti ya Mungu na kuitii, atakufunulia kesho yako, utakuwa na hakika. Atakupa maelekezo ya kesho yako na kesho ya mwenzako, utakuwa na hakika. Ndio maana ukiwa unajua hakika yako ya kesho kwa kuisikia na kuitii sauti ya Mungu, hata watu wakuambie nini, hata mazingira yakuambie nini, aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyoko wapi? Huko duniani. Usiruhusu wanadamu wakazima ndoto yako. Usiruhusu wanadamu wakakuzuia. Usiruhusu hali ulionayo